Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja katika haya madhabahu ya kambi ya wateule. Ni YouTube channel, kama huja subscriber tafadhali subscriber, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na Jumatatu ya leo ningependa tuweze kulisoma neno la kujihimiza ama la kutuhimiza kutoka kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 32, na nitasoma ule mstari wa 8. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 32 ule mstari wa 8, na Biblia inasema hivi: kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Narudia tena, kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Zungumza nasi siku ya leo Baba, tunapoanza shughuli za wiki, tunapoanza shughuli za siku Baba, wacha hili neno likatuhimize, wacha hili neno likatupe mwelekeo, wacha hili neno likajenge imani yetu, wacha hili neno likaturekebishe, ili neno likatukemee, na juu zaidi Mungu wetu tukazidi na kupokea ufahamu wako na maarifa yako, na ili tusije tukaangamia. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua usukani, hudumia kila mmoja wetu kupitia hili neno kulingana na hitaji lake, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, na hapa tunaona ni maneno haya, ni maneno yake mfalme wa Yuda na ambaye alijulikana kwa jina Hezekia, na Biblia inatuambia kwamba anayazungumza haya maneno wakati na ambapo pale Washuru ama jeshi la Washuru ukipenda wa Syria walikuwa wamezingira Yuda, lengo likiwa ni kuvamia na kuteka mji ama ile nchi ya Yuda. Na hivyo hao Washuru walikuwa chini ya mfalme kwa jina Sennacherib, Sennacherib. Na hivyo tunaona ya kwamba wakati huyu mfalme alikuwa ameteka tayari, alikuwa tayari amechukua usukani wa ufalme wa kaskazini wa Israeli, na tunaona sasa alitaka sasa kuteka Yerusalemu, na Yerusalemu ilikuwa chini ya ufalme wa Yuda, Yuda ufalme wa kusini, na ambao ulikuwa unaongozwa na mfalme Hezekia. Na tunaona ya kwamba Hezekia anakuwa anawahimiza wana wa Yuda katika mahala tumesoma, na tunaona vizuri, anawaambia huyu mfalme wa Ashuru yeye anatumia au anategemea mikono ya wanadamu, mikono wa mwili, ila sisi kama watu wa Yuda, kama wana wa Mungu, kwetu ni Mungu yupo, ni Mungu tunayemtegemea, Mungu wetu. Huyu Mungu wetu atatusaidia, na huyu Mungu wetu atatupigania mapigano yetu, maana ndiyo tayari ufalme wa kaskazini wa Israeli umetekwa, na sasa Washuru, na ambao ule wakati walikuwa taifa na ambalo lilikuwa na nguvu, lilikuwa limeteka falme nyingi, na sasa ni wakati wa Yuda kutekwa, na mfalme
mfalme Hezekia anawaambia hivi, huyu mfalme yeye anategemea mikono ya wanadamu, lakini sisi tunaye Mungu, Mungu na ambaye atatupigania, Mungu na ambaye ni Mungu wetu, Mungu na ambaye atatusaidia, Mungu na ambaye hivi vita si vyetu bali vita ni vyake Bwana. Na Biblia inatuambia kwamba watu wa Yuda wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda, na ndio maana ujumbe siku ya leo nimeupa kichwa, vita vyako si vyako, ni vya Bwana. Vita vyako si vyako, ni vya Bwana. Mruhusu Bwana akupiganie. Tunapoanza hii wiki, labda kuna mambo yanayokukabili, kuna mambo yanaonekana ni magumu zaidi ya uweza wako. Imekuja kukuhimiza na kukwambia hivi, mruhusu Mwenyezi Mungu, mtegemee Mwenyezi Mungu. Maana tunaona hata hapa Hezekia anawahimiza wana wa Yuda kumtegemea Mungu, anawahimiza kwa kuwaambia hata hizi vita si vyenu, hivi vita ni vyake Mwenyezi Mungu. Nawe hii wiki tunapoanza, ningependa kukuhimiza na kukwambia hivi, lolote lile unalokabiliana nalo, lolote lile litakalokuja, labda hata ujui wiki itaenda vipi, ni vema uiachilie mikononi mwa Mungu, umtumainie Mungu na uelewe kwamba yeye ndiye atakaye kusaidia, yeye ndiye atakaye kushindania katika yote hii wiki. Na ndio maana ujumbe jinsi nimekuambia, nimeupa kichwa, vita vyako si vyako bali ni vya Bwana. Bwana ndiye atakaye kupigania. Na hivyo tunapokuwa pia tunajihimiza, tunaweza tukajifunza mambo mawili matatu kutokana na hichi kifungu tumesoma, kutokana na usemi wa mfalme Hezekia. Na jambo la kwanza na ambalo tunaweza tukajifundisha na tunafaa kuelewa ya kwamba wakati mwingine kuna mambo na ambayo yatatukabili na huenda yakaonekana kwa mwanadamu hayawezekani. Kuna mengine unapoyaangalia unaona hakika hapa nitashindwa, unaona hakika hapa hakuna budi ila nimelemewa. Lakini angalia hapa, mfalme Hezekia alipoangalia, ndio aliona hivi vita, huyu mfalme ameshinda falme zote na hizi vita sasa anakuja kutuvamia. Na hapa kwa mwanadamu wa kawaida walikuwa wanagondolea macho kushindwa, lakini angalia hapa, mfalme wa Yuda akawakumbusha wana wa Mungu kwamba ushindi hautegemei nguvu za wanadamu, bali ushindi unategemea nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona yale maneno, Biblia inatuambia kwamba watu wakategemea maneno ya mfalme Hezekia. Na hivyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha maneno ya mfalme Hezekia yaliondoa uoga uliokuwa umewaingia wana wa Yuda, na hivyo wakapata imani, wakakuwa wajasiri. Tunaona ya kwamba watu walihimizika. Na hivyo hii wiki tunapoanza na kuendelea, tunapoanza shughuli za siku, nasi tunaweza tukajihimiza kwa kuelewa mambo matatu katika hili neno. Ni kwamba nguvu za wanadamu ziko na kikomo, nguvu za wanadamu zimepimika. Kuna mahala nguvu za wanadamu zinafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo elewa, nguvu za wanadamu ziko na mipaka. Ukianza hii wiki na umruhusu Mungu akupigania hizo vita, umtegemee Mungu katika yote unayotenda, ukielewa jambo la kwanza, nguvu za wanadamu zina mipaka. Hezekia alikiri kuwa adui alikuwa na jeshi kubwa na ni jeshi lilikuwa linatambulika, lakini alisema alikuwa na mkono wa mwili tu. Lakini elewa hili, akakuwa anaelezea kwamba ni mkono tu wa mwili tu. Hizi ni nyama za wanadamu na ziko na limitation. Zile nguvu za wanadamu ziko na mipaka, na hivyo nimekuja kukuhimiza na kukwambia usitegemee nguvu za wanadamu, mtegemee Mwenyezi Mungu. Mwangalie Mungu hii wiki inapoanza. Hiyo biashara imewenda wiki iliyopita, uling'ang'ana, uko ni wewe ulishindwa. Hizo nguvu za wanadamu, akili zako ziko na mipaka yake. Kuna mala zinaweza zikafika, lakini ukimtegemea Mungu nguvu zake hazipimiki. Nataka kusema nini? Mali, elimu na mamlaka na uwezo wa wanadamu
unafika mwisho. Kuna mahala huwezi ukafika, kuna mahala huwezi ukapita, lakini tunapomtegemea Mungu, tunapotumainia Mungu, wakati tunaweka tumaini letu kuu kwake Mwenyezi Mungu, basi tutapata ushindi ulio mkubwa. Na hivyo nataka kusema nini? Tumaini letu kuu halipaswi kuwa kwa wanadamu, bali kwa Mungu. Hii wiki unapoanza na kuendelea, wacha tumaini lako kuu likawe kwa Mungu, wala si kwa binadamu, kwa sababu nguvu za wanadamu zina mipaka. Angalia Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 7. Biblia inakuwa inazungumzia, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amebarikiwa amtegemeaye Bwana. Angalia, hii ni mistari miwili, inaonyesha mambo mawili. Kuna mtu na ambaye amelaaniwa na ambaye amemtegemea mwanadamu. Na hivyo elewa, hii wiki unapoanza, ukimtegemea mwanadamu, Biblia inasema umelaaniwa, lakini ukimtegemea Mungu umebarikiwa. Na hivyo chagua kumtegemea Mungu, ukielewa ya kwamba nguvu za wanadamu zina mipaka. Hivyo ndivyo Hezekia aliambia wana wa Yuda. Ndio wako na jeshi kubwa, lakini elewa, hizi nguvu kuna mahala zinaweza zikafika, lakini sisi tunaye Mungu wetu, Mungu atakayetupigania, Mungu na ambaye atakayetusaidia. Maana hivi vita si vyetu. Huko ndiko kumtegemea Mungu, huko ndiko kuweka tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu. Haijalishi hali zimekuwa vipi, unaweza ukamtegemea Mungu na Mungu atakubariki, Mungu atakupigania. Maana hivyo vita si vyako, bali ni vyake Mwenyezi Mungu. Pia tunaangalia katika Zaburi 20 mstari wa 7, Biblia inasema, wengine hutumainia magari na wengine farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Hezekia anawaambia hivi, wao ni mwili, wao wanakuja na mili, lakini sisi tunaye Mungu wetu tunayemtegemea, atakayetusaidia, atakayetupigania. Tunapoanza hii wiki, unaye Mungu na ambaye ni Mungu wako, Mungu na ambaye atakupigania, Mungu na ambaye atakuwezesha katika mambo yote utakayoyafanya, iwapo utamtegemea, kwa sababu nguvu za wanadamu zina mipaka, lakini Mungu ana mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nataka kumalizia na kusema nini? Unapokutana na changamoto za kifedha, unapokutana na changamoto za kifamilia, unapokutana na changamoto za kiafya, changamoto na ambazo mbalimbali, hali ngumu, kumbuka kuwa msaada wa wanadamu unaweza kushindwa, lakini Mungu ashindwi kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, Mungu ndiye msaidizi wetu. Hezekia alisema, Bwana Mungu wetu yu pamoja nasi, atusaidie. Anasema, sitakuacha wala sitakupungukia hii wiki. Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe kukusaidia. Mungu ndiye msaidizi wako, Mungu ndiye atakaye kusaidia. Usiangalie wanadamu, maana nguvu zao ziko na mipaka, lakini nguvu za Mungu, mahala wanadamu wamefika, hapo ndipo Mungu huchukulia. Maana Mungu ndiye msaidizi wetu. Umetama kukatosheka, umetama kumetegemea watu, ukachoka, ukashushika moyo, ni wakati umwangalie Mungu Bwana wako na uelewe yeye ndiye msaada wako, yeye ndiye atakaye kusaidia. Na hivyo Mungu si mtazamaji wa mbali, la hasha. Mungu yu pamoja na sisi, yupo karibu na watu wake na utenda kazi kwa ajili yao, na hivyo utoa hekima, nguvu, amani na mwelekeo wakati wa majaribu. Angalia katika Zaburi ya 46 mstari wa 1, Biblia inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Unaweza ukamkimbilia huyu Mungu, unaweza ukakimbia na ukapata msaada. Hezekia akawaambia wana wa Yuda, ndio ili jeshi la Washuru limeteka falme tofauti, hata majirani ndugu zetu, ufalme wa Israeli ya kaskazini umetekwa. Sasa nataka kututeka sisi, lakini sisi tutamkimbilia Bwana na ambaye ni nguvu zetu, ambaye ndiye msaidizi
msaidizi wetu na ataonekana hata katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Pia Waibrania 13 mstari wa 6, Biblia inasema Bwana ndiye msaidizi wangu, sitaogopa. Hii wiki tunapoanza na kuendelea, mruhusu Mungu akusaidie, mruhusu Mungu akubebe hiyo mizigo. Anasema kujeni kwangu, njoni kwangu enyi mliolemewa na kubebeshwa mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Anasema anasema ya kwamba mtwike fadhaa zako, kwa sababu yeye hujishughulisha na mambo yako. In simple, katika hiyo mistari yote, yeye ni msaidizi wetu, yeye ndiye anayetusaidia. Na hivyo badala ya kuingiwa na hofu, anza kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mwalike Mungu katika kila hali, katika kila vita unavyopitia. Kabla ya kutegemea uwezo wako mwenyewe, mwalike Mungu na atakusaidia. Jambo la tatu muhimu tunajifundisha, Mungu huwapigania watu wake. Vita ni vya Bwana, si vya mwanadamu, si vya wanadamu. Hezekia akawaambia wana wa Yuda hivyo. Hezekia alijua ushindi ungepatikana kwa nguvu za Mungu tu, si kwa jeshi la Yuda. Ndio, ukisoma vizuri unaona huyu ndio mfalme aliyewekeza vizuri kuhusiana na masuala ya vita. Huyu ni mfalme na ambaye aliinua ufalme wa Yuda, lakini licha hayo yote anamtegemea Mungu. Licha ya yote alielewa, ndio nimewekeza katika vifaa vya silaha ama vifaa vya vita, ndio nimewekeza katika jeshi lilo na nguvu, lakini Mungu ndiye anayetupigania. Bwana Yesu asifiwe. Nawe pia ndio umesoma, ndio uko na watu nao wajua, lakini mtegemee Mungu. Elewa, vita hautashinda kwa kutegemea watu, utavishinda kwa kumtegemea Mungu, maana Mungu huwapigania watu wake. Katika Kutoka 14 mstari wa 14, Biblia inasema Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa 4, Bwana Mungu wenu ndiye atakaye kwenda pamoja nanyi ili awapiganie. Warumi 8:31, ikiwa Mungu yu upande wetu, ni nani aliye juu yetu au kinyume chetu? Nataka kusema nini? Acha kubeba mizigo ambayo Mungu anataka akubebee. Mwamini, mtii na umruhusu atende kwa niaba yako. Jambo la 4 tunajifundisha, nikimalizia sasa, maneno ya imani huwatia wengine moyo. Hii wiki unapoanza na kuendelea, ambia Mungu, ufundishe ulimi wangu kuyatoa maneno yatakaowahimiza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yatakaowatia wengine nguvu. Maneno ya Hezekia yaliwapa watu ujasiri na matumaini. Na hivyo Wakristo tunapaswa kuzungumza maneno ya imani badala ya maneno ya hofu. Ushuhuda wako na maneno yako kama Mkristo yanaweza kumwinua mtu anayekata tamaa. Na hivyo katika Mithali 18 mstari wa 21, Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Pia Isaya 41 mstari wa 10, Biblia inasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Na hivyo kuwa chanzo cha tumaini, kuwa chanzo cha kuinua wengine, kuwa chanzo cha faraja katika familia, katika kanisa na mahala pako pa kazi, kwa kuwakumbusha wengine ahadi za Mungu. Na hivyo katika hichi kifungu siku ya leo tunajifunza kama Hezekia hakupuuza ukubwa wa adui, bali aliutangaza ukuu wa Mungu. Imani sio kukataa kwamba matatizo yapo. Imani si kukataa kwamba matatizo yapo.
ni kuamini kwamba Mungu ni mkuu kuliko kila tatizo. Mungu akiwa pamoja nasi, nguvu zote za adui huwa dhaifu mbele ya mamlaka yake. Si Biblia inatuambia kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule aliye katika hii dunia? Na hivyo ninapomalizia, mtegemee Mungu kuliko uweza wa wanadamu. Tafuta msaada wa Mungu kwa maombi kabla ya kutegemea akili zako. Amini kwamba Mungu anakupigania vita ambavyo hauwezi kushinda peke yako. Ongea maneno ya imani yanayojenga wengine badala ya kueneza hofu. Simama imara ukijua kwamba uwepo wa Mungu ndio ushindi wako. Nahitimisha na kukwambia hivi: haijalishi unapitia vita vikubwa kiasi gani, kumbuka maneno ya Hezekia, adui ana mkono wa mwili tu, lakini wewe una Bwana na ambaye ni Mungu wako atakaye kusaidia na kukupigania. Mungu akiwa upande wako, hofu hubadilika kuwa imani, udhaifu hubadilika kuwa nguvu, na vita visivyowezekana hugeuka kuwa ushuhuda wa ushindi wake. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi na kutuhimiza kupitia hili neno lako tunapoanza hii wiki. Mfalme mkuu na mtakatifu, pia tunapoanza shughuli za siku, umetupa tumaini, umetuhimiza kupitia neno lako kwamba wewe ndio utakayetupigania, kwamba wewe ndiye msaidizi wetu na utakayetusaidia, kwamba nguvu za wanadamu ziko na mwisho, lakini wewe huwezi ukashindwa, kwamba wewe Mungu wetu ndio hali zitakuwa, lakini hazifanyi nguvu zako kutokuwepo. Nguvu zako ni kuu na zitatupa ushindi. Hii wiki katuongoze, hii wiki katupiganie, hii siku katuongoze, hii wiki katupiganie Baba, na ukatuwezeshe katika mambo yote, katika biashara zetu, katika maeneo yetu ya kazi, katika hilo ambalo tunaloamka kulitenda. Baba, kajidhihirishe, ukawe msaidizi wetu, ukatupiganie, na zaidi ya yote, mfalme mkuu na mtakatifu, ukajitwalie sifa na utukufu. Pokea sifa zote na utukufu Baba Mungu wetu, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu na akuzidishie. Hebu mtolee Mwenyezi Mungu haya mahubiri, yamekuwa ya baraka. Mtolee kupitia M-Pesa 0792393648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792 593648, +254 792 593648, 0792593648. Hizo ndizo nambari za kutoa sadaka zako, sapoti ya kwako. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mungu na hakika atakubariki. Pia kumbuka kusubscribe kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule kama haujasubscribe. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza na ninakupenda sana. Hadi hiyo kesho, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.